Ni nini kikuvutia sasa wewe kuingia katika ulimwengu wa kuwasaidia wajasiriamali na wafanyabiashara, yaani kusaidia biashara kukua? Jambo la kwanza, mimi by professional ni mwanasheria. Nilipokuwa nafanya kazi kwenye law firm fulani kama mwanasheria, tulikuwa tunawahudumia wafanyabiashara namna gani ya kuweza kuset up kampuni zao na biashara zao kisheria, ili anapoingia sokoni asiwe na changamoto. Lakini pia wakati huo huo, hiyo kampuni niliyokuwa nafanya nayo kazi, wameingia partnership na TRA, kwa maana ya kwamba wanasambaza mashine zinazomwezesha mfanyabiashara kutoa receipt ya TRA, inaitwa VFD. Ile mtu, kwa mfano, ile mteja akifika dukani kwako akinunua labda sukari, unampa receipt. Akinunua labda fridge, unampa receipt. Baada ya kufanya kazi pale kwenye ile law firm na ile kampuni, nikaja nikarealize hizi ni huduma ambazo zinamlenga mteja mmoja. So nikasema kwa namna ambavyo inafanyika, nikaona kuna gap sokoni ambalo watu wengi sokoni ambao wanajitahidi kufanya kwa wajasiriamali, labda ni wanafunzi wameweza chuo kikuu na watu wengi ambao wako mtaani wanatamani kuwa wajasiriamali, ila hawajui tu exactly wapi waanzie, na wakitoka hatua ya kwanza iende wapi, ya pili aende wapi, ya tatu aende wapi. Lakini vile vile anatamani kuanzisha kitu chake lakini hajui aanzie wapi. So mimi nikasema okay, nitafungua agency maalum ya kuwawezesha, kuwasaidia hao wajasiriamali kufanya setup za usajili wa kisheria na kuwawezesha kufanya setup za TRA Commission bill tumeka sawa. Nilipofungua agency yangu sasa, ndio nikaanza kukutana, kumbe sio rahisi kufungua agency ama kufungua biashara au kampuni kabla hujaanza unapokuwa unafikiria kichwani. Mimi nilikuwa nafikiria tu nikifungua pop, kwa kuwa mimi nina experience hizo, nitapata wateja, nitawasaidia kirahisi. Nimeingia sokoni ndo nikarealize, oh my god, sio rahisi kabisa. Wala yani sio kirahisi kwamba wateja watakufuata tu walipo kwa sababu wanajua kitu, au watu tu wataanza kukufuata, kupigia simu, kufanya kazi na wewe, au makampuni ya kuamini kwamba tu from nowhere mtu akuamini na kampuni lake au biashara yake. Nikagundua kuna vitu vingi ambavyo vina miss hapa katikati, yaani kutoka kwenye idea mpaka kuwa kitu rasmi. So nilichokifanya, nilipoingia sasa nikaanza kujiuliza maswali. Napataje wateja? Nawezaje kuaminika watu waniamini? Mimi ndo kwanza nimemaliza chuo kikuu sio muda mrefu. Sasa ni nani ataweza kuniamini mimi na kampuni lake na mabiashara na mavitu na plan zake na vision na idea? Nikarealize kuna vitu ambavyo sivifahamu hapa. Sasa nikaanza kukaa karibu na wataalamu wanaofundisha masuala ya biashara na namna gani ya kuweza kuingia sokoni na everything. Nikakubali kukaa chini nikajifunza, na kwa watu ambao tayari wapo sokoni nikajifunza. Nikaja kurealize kwamba mtu kuwa na idea ni jambo moja, na kutamani kabisa kwamba mimi na mapenzi na hili jambo ni jambo moja, lakini mpaka kuingia sokoni ni jambo la pili, wateja kukuamini ni jambo la tatu, kuhakikisha mtu anatoa hela yake mfukoni anakupa wewe ni jambo la nne, tofauti kabisa. Ndio nikaja nikarealize okay, sasa agency yangu haitoishia tu kumsaidia kumsajilia mtu kampuni ama biashara, bali nitaanza kuelekeza na kusaidia watu namna gani. Moja, kwanza wanapata vipi idea ya biashara. Pili, kwa experience niliyopata na nilivyojifunza mimi kipindi naanzisha agency yangu, nimeundua okay, ukishakuwa na idea namna gani ya kuweza kuhakikisha unafanya monetization, unapataje hela kwenye hicho kitu. Alafu kishapata hiyo structure, kabla hujaingia sokoni unahitaji kukamilisha usajili wako wa kisheria ili usipate changamoto yoyote na serikali na taasisi za kifedha, lakini pia usalama wako, kutengeneza mazingira sahihi ya kufanya kazi na taasisi za kifedha, biashara za kimataifa na watu wengine kukuamini, kufanya setup. Alafu baada ya hapo sasa kufanya marketing, watu wakufahamu. Baada ya hapo lazima ujifunze kitu kinaitwa sales, ujuzi wa kumfanya mtu atoe hela yake mfukoni ambaye akujui, akuingize, akupe wewe sales. Alafu baada ya hapo nikajifunza kuhusu setup, nikasema nitafundisha watu kuhusu system za kuoperate biashara husika. Kwa ujumla ndo nikakuja nikapata dude langu sasa hili limekamilika. Inaitwa Michael Business Hub.